Mheshimiwa Waziri na wageni waalikwa, naomba nizungumzie mfumo wa Maxi Burudani. Mfumo huu unaenda sambamba na mikakati ya kampuni ya kuwajibika kwa jamii, yani CSR. Mnamo mwaka 2014, kampuni ilitambua kuwapo kwa haja ya kuwa na mfumo madhubuti wa usimamizi wa usambazaji wa kazi za sanaa hapa nchini. Tulifanya utafiti na kuangalia sekta zenye kutoa ajira zaidi nchini Tanzania na kugundua kwamba makundi haya ya wasanii yanatoa ajira kwa wingi zaidi na yana mchango pia kwenye uchumi wetu. Kwa kipindi cha kutoka mwaka 2014 mpaka sasa, kampuni imewekeza katika kutafuta mfumo ambao unafanya kazi na kundi hili la wasanii, mfumo ambao unatunza haki za msanii, unasaidia kusimamia uzalishaji wa kazi za sanaa pamoja na kusimamia usambazaji. Kampuni imepeleka wataalamu sehemu mbalimbali duniani kujifunza ili kuweza kuja na suluhu ya changamoto tulizoziona katika mfumo uliokuwepo wa usambazaji wa kazi za sanaa, na tulipata kujifunza toka nchi za Afrika ya Kusini, Ubelgiji, Marekani na kwingineko duniani. Hali kadhalika tulifanya majadiliano na wadau mbalimbali wa tasnia ya sanaa hapa nchini, wakiwemo Wizara ya Habari, Michezo na Utamaduni, mashirikisho yote ya sanaa, Bodi ya Filamu, KOSOTA, BASATA, wasanii na wazalishaji wa kazi za sanaa. Mheshimiwa Waziri, katika utafiti uliofanyika ulibaini fursa nyingi sana katika tasnia ya sanaa ambazo tunaweza kuzifanyia kazi ili kuinua kipato cha wasanii hapa nchini. Mengi tuliyoyabaini tumeanza kufanyia kazi, na leo rasmi utatuzindulia mfumo wa usambazaji na usimamizi za kazi za wasanii. Ukosekanaji wa wasimamizi makini wa wasanii hawa, yani management firms, ni moja ya mzizi wa tatizo, jambo ambalo lilipelekea wao kupoteza haki zao za msingi. Hali hii ilijenga na kuleta mpasuko mkubwa baina ya wasambazaji, wazalishaji na wasanii. Hali hii ilipelekea kudorora kwa soko la kazi za sanaa hapa nchini. Mheshimiwa Waziri, naomba kwa idhini yako nielezee mfumo wa Maxi Burudani unaofanya kazi. Maxi Burudani ni mfumo wa usambazaji wa kazi za sanaa ambao utatumia mawakala wa Maxi Malipo ili kufikisha kazi hizo kwa wateja au wanunuzi wa mwisho. Mfumo wa Maxi Burudani utawezesha kazi za sanaa, mfano CD, DVDs, kufika haraka zaidi sokoni, na mara tu msanii anapozindua kazi, basi itawafikia mawakala wote wa Maxi Malipo sokoni. Mheshimiwa Waziri, kutokana na muundo wetu, wakala wa Maxi Malipo popote nchini ataweza kuuza kazi yoyote ya msanii mara tu kazi hiyo itakapozinduliwa na kuingiza kwenye mfumo huu. Niseme wazi, kampuni haibagui msanii wala kazi ya msanii, ila itasambazwa endapo itakidhi vigezo ambavyo vimewekwa na serikali pamoja na timu yetu ya tathmini ya kibiashara. Mheshimiwa Waziri, ili kuleta thamani ya kazi za sanaa hapa nchini, imetulazimu kuunda madawati ya usimamizi wa ubora wa kazi tunayosambaza. Imetulazimu kuingia ubia na wataalamu wa masuala ya masoko ili kuwezesha kufanya promotion stahiki za kazi hii. Lakini tumeenda mbali zaidi kwa kufanya mchakato wa kuweza kuwarahisishia wasanii hawa kuweza kupata mikopo kutoka kwenye taasisi za kifedha ili waweze kuzimudu gharama za uandaaji na uzalishaji wa kazi zao za sanaa. Mheshimiwa Waziri,
Kampuni imedhamiria kushiriki jitihada zinazoendeshwa na Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Magufuli kwa kufanya mambo yafuatayo kwa vitendo. Kwanza, tumeamua kuhakikisha kwamba wasanii hawapotezi haki miliki zao za kazi, haki miliki za kazi zao. Ili tunalihakikisha kwa kuepuka kununua kazi, bali kuingia tu mkataba wa usambazaji na msanii au wasanii. Pili, tumewekeza kwenye mfumo wa kuzuia udurufu wa kazi za sanaa. Tumekuja na teknolojia ya kisasa ya dynamic barcode inayoambatana na security codes ili kupunguza mianya ya watu kudurufu kazi ya msanii. Tatu, tumeweka uwazi wa hali ya juu kwa wadau ikiwemo wasanii kupata nafasi ya kutambua idadi ya kazi zilizozalishwa pamoja na mauzo ya kazi zake kwa njia ya simu au mtandao. 4, tumedhamiria kushirikiana na taasisi kama wizara yako, KOSOTA, BASATA na bodi ya filamu katika kuhakikisha takwimu sahihi zinaendelea kupatikana juu ya wasanii hawa pamoja na mauzo yao. 5, mfumo huu umelenga kusaidia serikali kutambua kwa uwazi zaidi thamani ya kazi ya sanaa, kodi na mchango wa kundi hili kubwa la wasanii katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa Waziri, pamoja na vipaumbele hivi, kampuni inafahamu haswa ili kupunguza piracy, kuna haja ya kazi kufika sokoni haraka zaidi. Hivyo, pamoja na mfumo huu, kampuni imeingia ubia na wasafirishaji wa mizigo, inland courier services, wenye express delivery, kuhakikisha kwamba pindi tu msanii anapozindua kazi yake inaweza kufika kwenye mikoa yote kwa haraka zaidi na kusambazwa kwa mawakala wote wa Max Malipo. Mheshimiwa Waziri na wageni waalikwa, baada ya kutathmini unyeti wa shughuli hii na mradi huu mkubwa, tumejiwekea malengo ya kuwa na mabalozi katika nyanja mbalimbali za tasnia. Mabalozi ambao watashiriki moja kwa moja kuhakikisha bidhaa hii tunayoizindua leo inaleta mabadiliko makubwa katika jamii. Mabalozi hawa tumewateua kwa kuzingatia vigezo mbalimbali na maslahi mapana ya biashara yetu kwa sasa. Naomba kwa namna ya kipekee niwatambulishe mabalozi wawili ambao tunaanza nao leo, ambao hawa tumewapa kazi kubwa ya kuipeperusha bendera yetu mbele kwa nafasi walizonazo. Madam Susan Lewis, huyu maarufu kama Natasha. Wa pili ni Hamisi Mandi, maarufu kama B12. Kama nilivyotangulia kusema, hawa kwa sasa tumewakabidhi bendera hii, wao wataipeperusha, lakini tutaendelea na uteuzi huu wa mabalozi ili kuhakikisha tunapata uwakilishi wa kutosha kwenye kundi hili kubwa la wasanii. Mheshimiwa Waziri, nihitimishe hotuba hii kwa kutoa wito kwa wadau, hasa wasanii, kuhakikisha wanashirikiana na Maxcom ili ndoto yetu ya kukuza uchumi wa wasanii iweze kutimia. Mpaka unakasirika. Kuna vijana hapa majina ni makubwa. Mimi leo nikisema tu, nikiwaambia watu kujimboni kwangu, nitoe mfano tu, nikataja tu vijana mstari wa mbele hapa, wanakuja kesho, barabara zitapitika.
Lakini kama anavyosema kijana wangu hapo, cheni kwamba ni sisi hapa, lakini ukiwa cheki mfukoni sasa hivi unaona anainamisha kichwa mwenyewe. Ni sisi hapa kwa majina, lakini kwenye mfuko sio sisi hapa tena. Na hilo ndio tatu limalize hilo. Hatuwezi kuendelea hivi. Hatuwezi jamani, hatuwezi kabisa. Mimi nimeshukuru sana kijana wangu anasema nataka kuingia kwenye mambo ya madini. Achana madini, unaacha dhahabu hapa, unaenda kutafuta mawe kule. Asiende tena. Usiende. Kwa kweli nimalizie kwa kusema kwa kweli Maxcom na waomba mhakikishe kama mfumo huu unaenda kwenye nyanja mbalimbali za sanaa. Kwa mfano vibanda hivyo vya sinema tulivyosema, nako lazima mfike huko. Tusitumie vitu vya ajabu ajabu vya pembeni huko. Library za kuonyesha kazi za filamu, kumbi za starehe, mabasi yanaonyesha na kupiga muziki pamoja na filamu au muziki unaouzwa kwa njia ya mtandao. Mkifikia mahali pazuri, hata mwaka kesho sisi ndani ya serikali tutaanzisha kampeni. Itakuwa aibu kwa kiongozi yoyote, mtu yote mwenye heshima, unasimamisha gari, unafungua kanisa kununua CD, DVD, tukikupiga picha ni aibu tupu. Badala ya kukaa tu nyumbani starehe inakuja kwa Max burudani unaletewa mlangoni. Unaipata kwa mfumo unaoeleweka, uko tu bize kwenye vidirisha pale. Alafu jamaa anakuambia mzee jaribia hapa, anajua kwamba ile inaenda kwa sekunde 10 tu afu baadaye haionekani. Kwa hiyo unachukua unasema nzuri, kufika nyumbani unaambia mzee imeshakata. Ya nini hayo? Lakini ujue unawaumiza vijana. Ni aibu hasa sisi viongozi kukaa kwenye vidirisha kununua hivi vitu. Tumia mifumo rasmi. Nimalizie kwa kusema kwamba mimi naamini Maxcom na uwezo wa kuwasaidia wasanii kupata mapato yao vizuri, na niseme tu kwamba wizara yangu kwa kweli imeshaanza kuonyesha kama nilivyosema mtendaji mkuu wa bodi ya filamu kuwaunga mkono hii kuondoa hizi kodi. Tuna maana tu ya kwamba fanikiweni jamani, fanikiwa. Mkifanikiwa wamefanikiwa vijana wote, imefanikiwa nchi. Na rais wa filamu hapa ameongelea swala la picha za nje kuwekewa stika za malipo ya kodi kabla ya ukaguzi wa ubora wake kimaadili. Hii kazi zinafanywa na KOSOTA na bodi ya filamu. Nisiseme mengi, niseme tu kwamba nitalifuatilia swala hili leo hii na matokeo yake mtayaona. Si hivyo tu, nimeona series sasa hivi zinaongezeka za Kifilipino katika TV zetu, lakini nyingi ukiangalia sana zinakuwa kama zinatukuza sana ushoga. Nina kikao na TCRA mchana huu, tuangalie, sio kuangalia kwa kweli upuzo namna hiyo. Sitaki tena rais anyoshe kidole wakati vitu tunaviona haiwezekani. Na nyie tengenezeni kazi za ubora, tafadhali muweze kuingia kwenye hizo nafasi zinazoachwa. Naomba mniahidi hivyo. Nani hapa amecheza sinema ya mwandishi? Nimeona mimi kwenye, nilikuwa naangalia jana, mwandishi. Amna aliona hiyo. Basi ni vizuri kwamba hayupo mtu, kwa sababu ningemsema hapa. Siku ilibidi nizime TV na kwenda kulala. Picha nzuri sana, imeleta tension kabisa. Unaona kuna story kubwa inakuja, kuna kijana amejua siri ya kitu fulani, na yule kijana amelazwa hospitali. Yule ambaye hataki siri sema yule kijana anataka kwenda kumuua. Sijawahi kuona anafikia kijana mkuta nesi pale. Na nakuomba picha kama hizo usipitishe Max Mike hapa. Ni kutupa tu pembeni. Sawa. Amefika pale, nasi jambo. Si jambo, karibu kuna mgonjwa fulani amekuja yuko kitanda kile pale. Nimekuja nataka kumuua. Haiwezekani.
Katika hali ya kawaida haiwezekani. Huyo alikuwa amechoka, anataka kupeleka hii kitu kikaangaliwe, kikauzwa. Sasa ndio picha hizo zinatuletea matatizo. Tunawapigia debe kwamba lazima picha zenu zionekane kwa wingi katika TV zetu, na naomba tafuta hiyo picha inaitwa Mwandishi. Haiwezekani, haiwezekani. Sitataja jina la mwigizaji hapa, atasema vile nammaliza. Mwagembe sema. Nashukuru sana. Nilikuwa nachombeza tu kidogo. Naomba niseme kuna Novemba ameongea hapa. Ado na kuhakikishia kuwa mkataba wote wa kinyonyaji hautapata baraka za serikali. Na naomba nikuhakikishie tumeshapeana mwongozo. Hakuna mkataba wote utakaopita bila shirikisho husika kulibariki. Amina. Tuna imani na Mwagembe. Sasa nawashukuru sana. Mimi mkisema mna imani na mimi, mna maana mna imani na JPM aliyeleta. Ndugu zangu, malipo ya kazi za sanaa za Tanzania, kama nilivyosema mtendaji mkuu, nimekumbuka kitu kimoja hapa kitu kinasikitisha hiki. Naomba niseme tumemaliza kuongea, lakini kwamba kazi zetu za sanaa Kenya zinauzwa kwa $300, lakini za Kenya $5,000. Hayo ni matusi makubwa, na siwezi kuwalaumu vijana, maana ni vijana wenyewe mnapeleka hizo, lakini siwezi kuwalaumu sana. Lakini vile vile nageuza lawama sisi kwetu, sisi kama viongozi tuliwaacha wasanii wetu kama yatima muda mrefu sana, na wenzetu wametumia fursa hiyo kuwachezea, kwa sababu hamna anayewalinda. Sasa hali imebadilika, na waomba msipeleke kazi zenu kwenda kudhalilishwa. Tumieni mifumo hii ambayo imeanza sasa. Tuna hiyo barazani, tuna sasa Max Burudani, inakuja nyingine wiki ijayo. Tafadhali tumieni mifumo yenu, achana na kudhalilishwa namna hiyo. $300. Jamani, $300 ni sawa na vijana wangu ambao walikuwa kwenda kufanya boxing nje, aita milipo $500 ili akapigwa ngumi ya usoni, sijui raundi ya pili aita amepata. Umepata nini? Unaenda unaharibiwa bongo kule. Ukibaki hapa mimi nitakupa hela. Sanaa hii tusiangushe sisi wenyewe. Sawa jamani? Na kama tatizo ni uandishi bora wa scripts, basi mimi nakuomba mtendaji mkuu, hebu nipe pendekezo. Mimi mwaka kesho nitahakikisha naongea na kila balozi, mimi nipate workshops za kila aina hapa Tanzania kwa ajili ya kufundisha vijana wetu kuandika scripts vizuri. Bila hivyo ni aibu kubwa. Haiwezekani ukiwa na script ukienda Max Malipo, mimi nitakuunga mkono mara 100. Nimalize kwa kusema mfumo huu wa Max Burudani, naomba sasa mniruhusu kusema kwamba umezinduliwa rasmi. Mheshimiwa Waziri, mimi nimejifunza mengi sana kwa maneno ambayo umeyasema. So nafikiri kila mmoja wetu pia amejifunza. Tumpigieni tena shangwe nyingine Mheshimiwa Waziri. Wakati huu Mheshimiwa Waziri, japokuwa tumechukua muda wako kidogo, tunaomba utuzindulie mfumo huu rasmi kwa kukata utepe maalum kwenye hizi kazi zilizopo. Hivyo namuita Natasha balozi wa Max Burudani. Naomba mkabidhi kazi Mheshimiwa Waziri. Yeah.
Mfumo wetu umezinduliwa rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Goodluck Gosbet, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Sijui vitu vingi zaidi ya kwamba naweza kufanya kazi nzuri alafu tukaipeleka sokoni kauzwa. Wasanii hatujuagi vitu vingi, ila tunajuaga tukufanya kazi zetu katika ubora wake. Kwa hiyo nipende tu kushukuru kwa mfumo ambao nafikiri unatupendelea kwa kiasi kikubwa, na naamini pengine lile jina tumezoea kuitwa sana, wanasemaga wasanii. Wasanii lina maana kila sehemu, kwa sababu hata ukienda sehemu ukafanya kazi ya mtu, hata kama sio msanii ukakosea, wanasema usiniletee usanii. Naamini tunaweza kupata heshima kupitia mfumo mpya ambao wala hata siwezi kuwa na maneno mengi, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya niaba yangu mwenyewe. Nafikiri picha nimeshapigwa, nitapita kutoa mikono. Asanteni sana. Asante Goodluck Gosbet. Kutoka album ya Fiesta na Mungu mwakilishi Niki wa pili. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa mashirika na wasanii, dakika 2 zitatosha. Kwa niaba ya wasanii ambao wamefanya album ya Fiesta, mimi nataka niseme kwa nini sisi tumeunga mkono mfumo wa Maxcom. Kwanza tumeunga mkono kwa sababu za kibiashara, kimahesabu. Tanzania wanasema kwamba watu milioni 1 wanaweza kununua kazi ya sanaa. Kwa hiyo tuseme labda wewe unataka kufikia 16% ya watu, ina maana ni watu 160. Maxcom wana mawakala 16,000 nchi nzima. Kwa hiyo ili uweze kopi 160, maana ni kila wakala mmoja ni CD 10 tu. Kwa hiyo 160 mara 5,000 mara 1,100 na si mara 5,000 unapata milioni 800. Kwa hiyo msanii akipata 40% ya hiyo ni milioni 300. Kwa hiyo kimahesabu ya haraka ndio maana tunaunga mkono mfumo. Lakini sababu ya pili ni kwamba mfumo Maxcom ni mfumo ambao tayari upo, sio mfumo mpya. Watu kila siku wanautumia. Sababu ya pili, sababu ya tatu ni kwamba dunia sasa hivi imehamia kwenye digital. Kwa hiyo Maxcom wana connect digital na physical copy. Sababu ya 4, huu ni mfumo ghali kidogo. Ule mfumo wa zamani mimi naita ni mfumo rahisi, kwa sababu Muhindi alikuwa anasambaza kupitia watu ambao wanasambaza mtaani. Na ule mtu wa mtaani akishapata CD na anaweza kuduplicate. Lakini mfumo wa Maxcom, ule mtu wa mwisho ambaye anauza CD hawezi kuduplicate, kwa sababu kila CD ina chapa ya TRA, kila CD ina barcode. Kwa hiyo na muuzaji wa mwisho anafahamu. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza kununua ile CD kwa mtu mwingine. Lakini pia ukikuta Mwenge au wapi, unajua kabisa tayari hiyo ni CD fake. Sababu za pili ni kwamba kiusalama, ni mfumo pekee ambao kwa mara ya kwanza unajua kopi ngapi unauza, lakini pia umpi nafasi mchapishaji adurufu wakati msanii yupo. Zamani unaweza kupeleka kwa msambazaji, umesaini kopi 5,000, wewe ukaondoka, msambazaji akadurufu kopi 10,000. Kwa mfumo Maxcom haiwezekani, kwa sababu CD za Maxcom lazima ziweke chapa ya TRA. Sababu ya 4 ni ukaguzi, kwamba TRA wanaweza kukagua hizo takwimu, lakini pia mashirika ya wasanii yanaweza kukagua, lakini pia msanii mwenyewe unaweza kuverify. Kwa hiyo wito wangu wa mwisho ni kwamba sisi kwa upande wa watu wa muziki wamejipanga kwamba kuna kamati ambayo itahakikisha kwamba sio kila album tu inaenda sokoni, ni album yenye vigezo. Kwa sababu kama yule mtumiaji wa mwisho akipata album mbovu ataenda kwanza kununua. Kwa hiyo wito wangu pia kwa watu wa movie, nafikiri ni vizuri na kwa nyie pia mkawa na kamati ambayo itasimamia ubora ili kuweza kutunza soko. Nimesikia pia kwa watu walisema kwamba kuna mifumo mingine inakuja, it's okay, lakini ni vizuri kuhakikisha kwamba hiyo mifumo mingine pia, kwa sababu sisi tunaenda kuinua soko, hiyo mifumo mingine pia inayokuja kuna usimamizi kama huo, kuhakikisha kwamba kazi mbovu haziingii sokoni, kwa sababu hata kama haijaingia kupitia Maxcom, ikiingia kupitia mfumo mwingine itatuangamiza sisi wote. Changamoto ya mwisho ni kwamba watu wengi wanatumia Maxcom kununua bili, maji na nini, zile ni huduma za lazima. Tukumbuke kwamba muziki, filamu sio huduma ya lazima. Kwa hiyo mfumo utafanikiwa kama sisi wote tutakuwa machampion kupigia debe na kufanya watu waweze kutumia. Kwa niaba ya wasanii wa Fiesta nasema asante sana. Asante Niki.
Niki wenzako waliwatambulisha wenzao ambao wapo. Mbona kwa kama wataka umshike mheshimiwa waziri mkono peke yako? Naomba nitambulishe wasanii ambao wameshiriki kwenye albamu ya Fiesta. Rostam, Roma na Stamina, Chege, Madi Dogo Jani. Kati za Bongo.